Jambo mtazamaji popote ulipo, jioni njema na karibu kwenye taarifa za KTN leo jioni hii, ikiwa imeingia siku ya pili kuhusiana na ule mgomo wa kitaifa wa madaktari katika hospitali za umma. Na taarifa tunayopokea hivi sasa ni kwamba kulikuwa na mkwamo, lakini majadiliano au mazungumzo yanaendelea hivi sasa katika afisi za Wizara ya Afya. Lakini madaktari kidogo jioni hii walitoka nje na kutangaza kwamba mgomo huo utaendelea baada ya kukosa kuelewana, huku wakihujumu baadhi ya maafisa wakuu ambao ndio wasimamizi katika Wizara ya Afya. Tumeweza kusanya mambo mengi mtazamaji siku hii ya leo kuhusiana na mgomo huu na hata kuonyesha taswira kamili ya athari zake, hususan maeneo ya mashinani katika vituo mbalimbali vya hospitali za serikali ambao kufikia sasa Wakenya wamenyimwa huduma za afya. Mtazamaji, taswira kamili ambayo tuliweza kuonyesha mapema hii leo kuanzia mwendo wa saa 10 na kufikia hivi jioni, mikutano ilikuwa inaendelea ikitazamiwa kuanzia asubuhi pale wakati waliahidiwa viongozi wa madaktari kutoka lile shirika la KMPDU kwamba watakutana, lakini ilihairishwa. Hatimaye mwendo wa saa 10 hivi jioni mkutano huo ulikuwa ukiendelea. Hizi ni taarifa za KTN leo. Basi wacha tukupe baadhi ya taarifa ambazo tumezipa kipaumbele. As per now, we are saying the strike has peaked. The strike is real and we are going to continue with the strike. Mazungumzo ya kukwamua mgomo wa madaktari ya gonga mwamba baada ya pande mbili kukosa kuelewana jioni hii. Idadi kuu ya Wakenya wakosa huduma za afya vituo vya umma baada ya mgomo wa madaktari kushika kasi kwa siku ya pili. Msajili wa vyama vya siasa waandikia barua wanachama waasi wa ODM na kuwapa makataa ya siku 7 kabla ya kuwafurusha chamani. Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili za KTN leo. Kama nilivyotoka kuelezea ni kwamba kuna mkutano unaoendelea baada ya mkutano mwingine kukosa kuafikiana mapema jioni hii kati ya viongozi wakuu wa KMPDU ambao ni madaktari pamoja na upande wa serikali. Lakini taarifa tunazozipokea ni kwamba mkutano unaendelea zaidi. Lakini kabla ya kukuarifu na kile ambacho tulikuwa nacho hii leo ni kwamba mkutano ambao ulikuwa umeratibiwa baina ya wakilishi wa madaktari na wale katika Wizara ya Afya ulitubuka mapema hii leo asubuhi, wawakilishi wa madaktari wakisema wale upande wa serikali ndio ambao waliohususia. Majadiliano hayo ya saa 2 asubuhi katika jumba la afya Nairobi yalizidi kuahirishwa kuanzia saa 2 hadi saa 4 na baadaye saa 6. Hatimaye madaktari waliondoka wakisema kwamba mgomo ungalipo, huku masaibu katika sekta ya afya yakiingia siku ya pili. Mkutano mwingine mtazamaji unatazamiwa ama ulikuwa ukiendelea mapema nyakati za alasiri, ambapo pia baadaye jioni hii tunaarifu kwamba baadhi ya madaktari waliotoka hapo hawakupendezwa na namna ulivyokuwa ukiendelezwa, wakidai hujuma kutoka kwa upande wa serikali. Hata hivyo waliendelea kusema kwamba mgomo huo utaendelea. As nurses we were able to see far and wide, and we said here we are being conned, and we requested for a time out for further consultation. After consulting, we decided that we were not again going to allow ourselves to be used, and that as much as we had been requested in that meeting to go back at around 6 to give our feedback, we said we were no longer going back to the ministry because of the trend the talks was taking. Our colleague from the former local authorities, they didn't have any external allowance, they didn't have a risk allowance, and we are saying even them, they must get those allowances. As per now, we are saying the strike has peaked. The strike is real, and we are going to continue with the strike until we get signing of harmonized collective bargaining agreement.
Mtazamaji, ndiyo hali ilivyo kwa sasa, wakati ambapo duru za tuarifu kuna mikutano zaidi inaendelea kati ya madaktari hao. Pia upande mwingine, upande wa serikali kupitia Wizara ya Afya, mikutano zaidi inaendelea, na vile tutamsubiri mmoja wa wakilishi kutoka lile shirika la KMPDU ambaye tutakuwa naye hapa, daktari, kutuelezea pale ambapo wamefika na ni kwa nini mazungumzo yao hayakuweza kuendelea. Hata hivyo, mtazamaji, wacha tukupe picha ambazo utakazoziona hivi sasa ya makali ya mgomo huo wa madaktari na wauguzi ambao umesambaa katika sehemu zote humu nchini. Zifuatazo basi ni picha za hospitali katika maeneo kadhaa zinazoonyesha jinsi wagonjwa wanapitia dhiki iliyoletwa na kukosa kwa maafikiano baina ya mwajiri na mfanyikazi. Kwa sababu tumeambiwa tuchukue wagonjwa wote tuwapeleke hospitali nyingine au tuwapeleke nyumbani. Sasa naamua kumpeleka hospitali nyingine kwa sababu hasimami, hafanyi kitu chochote. Ni hivyo tu nimeona. Jana akapukuza watu hapa, akawacha sisi wale wote kama huyu sasa wengine ile kuchoma nini. Sasa kupika jioni akapukuza sisi tena. Sasa jioni sina nyamaza, asubuhi ndio hiyo safari kila mtu. Sasa naangalia mimi nasema na huyu na juzi nakuja na bado mtoto yote. Wameambiwa watafute matibabu katika hospitali zingine za kibinafsi. Yaani hawakuwa wanataka, lakini tu ni kule kulazimishwa. Kwa sababu Kakamega hospitali imefungwa, hakuna madaktari na hakuna private ambayo inafanya dialysis Kakamega. Na mtazamaji, hiyo ndiyo hali halisi ambayo tulikumbana nayo katika siku hii ya leo kwenye vyumba vyetu vya habari, tukitaka kujua hali inavyoendelea katika vituo mbalimbali vya umma, hususan katika kutoa huduma za afya ambayo kwa sasa imelemazwa kutokana na mgomo wa kitaifa wa madaktari na wauguzi katika hospitali mbalimbali za serikali. Na tutaendelea kufuatilia taarifa zaidi, mtazamaji, tukuelezee kile kinachoendelea, hususan kuhusiana na mazungumzo ambayo yalianzishwa jioni ya leo ili kukwamua hali hii ya mgomo huu wa kitaifa. Tukiendelea na taarifa zaidi, wabunge 7 waasi katika chama cha ODM, gavana na naibu wa gavana, huenda sasa wanahesabu siku 7 tu kisha wapoteze nyadhifa zao za kusukumwa kwenye uchaguzi mdogo wakati wowote kuanzia sasa. Baada ya kupokea maamuzi ya mwisho kutoka kwa baraza kuu la uongozi la ODM, msajili wa vyama vya kisiasa Lucy Ndung'u sasa amewaandikia barua rasmi viongozi ambao waliohusika kuwafahamisha kwamba atawaondoa kwenye sajili ya chama cha ODM iwapo katika muda wa siku 7 zijazo, na hivyo basi wapoteze viti vyao vya uongozi. Hereby resolves to uphold its decision of the 31st October 2016 that the following members be forthwith expelled from the party. As many are of this opinion, say aye. Ndio kauli ya chama cha ODM hapo jana, ambayo sasa huenda ikawafanya wanachama wake waasi
kuona cha mtema kuni na kutupa nje ya bunge miezi 8 tu kabla uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka 2017. Msajili wa vyama vya kisiasa amethibitisha kupokea waraka huu kutoka ODM unaomshinikiza kuwatimua wanachama hao. Hata hivyo, Ndung'u amesema kwamba amelazimika kwanza kuwafahamisha wanachama waathiriwa kabla ya kuwafuta, kwa mujibu wa maamuzi ya jopo la kutatua mizozo katika vyama vya kisiasa, baada ya kutambua kwamba ODM haikuwa imewafahamisha. Kwenye ujumbe wake, Ndung'u amewaeleza wahusika kwamba sasa anawajibika kisheria kuondoa kutoka sajili ya ODM katika muda wa siku 7. Kisha ataifahamisha tume ya uchaguzi nchini IEBC, ambayo sasa inahitajika kuandikia karani wa mabunge husika ili nyadhifa zao zitangazwe kuwa wazi. Tumeona hii agenda vile imeendeshwa. Viongozi wanaokaliwa na tishio la kupoteza viti vyao ni gavana wa Kwale Salim Mvurya, naibu gavana wa Kisii Joash Maangi, mwakilishi wa wanawake jimbo la Kwale Zainab Shizuga, ambaye tayari amechaguliwa kuongoza kampeni za Jubilee eneo la Pwani. Wengine ni mbunge wa Mathare Stephen Kariuki, mbunge maalum Isaac Mwaura, Samuel Arama wa Nakuru Town West na John Waluke wa Sirisia. Mwingine anayekabiliwa na tishio la kumwaga unga ni Ababu na Mwamba wa Budalangi, ambaye sasa ndiye kiongozi wa chama cha Leba nchini. Kwa upande wake, mjumbe wa Mathare Stephen Kariuki, aliyeingia bungeni kupitia uchaguzi mdogo, amesema kwamba yuko tayari kwa kivumbi hicho na hana majuto kamwe. Duncan Hemba, KTN. Mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za KTN leo jioni hii, ikiwa imeingia siku ya pili kwenye mgomo wa kitaifa wa uguzi pamoja na madaktari. Na pumua kidogo, nitarudi baadaye tuendelee na taarifa zaidi. Endelea kuwa nasi. Kamusi ya leo inaangazia neno ghilibu. Hii ni ile hali ya kudanganya au kulaghai. Mfano katika sentensi: mkorofi yule alimghilibu kizere huyo na kuchukua pesa zake. Kinara wa CORD Raila Odinga amesema yuko tayari kuungana na kinara wa chama cha ANC Musalia Mudavadi ili kuibandua serikali ya Jubilee. Viongozi hao walijumuika katika kaunti ya Laikipia wakitangaza kujuta kutengana kwenye uchaguzi mkuu uliopita. Haya yanajiri huku Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto wakikita kambi katika ngome ya kisiasa eneo la Mashariki, ngome ya kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka. Jeff Kirui na maelezo zaidi. Vuguvugu la pamoja la NASA linazidi kupata kasi. Kinara wa CORD Raila Odinga akitangaza kuwa yuko radhi kushirikiana na kinara wa ANC Musalia Mudavadi kwenye juhudi za kunyakua uongozi kwenye uchaguzi mkuu ujao. Raila na Mudavadi walijumuika katika hafla katika kaunti ya Laikipia, ambako Raila alitangaza kujutia utengano kati yake na Mudavadi kabla ya uchaguzi mkuu uliopita. Sasa ndugu yangu, tulikuwa pamoja, tumefanya pamoja kabisa, lakini mwisho tukaenda ngambo ile, tukaenda ngambo ile, na tunajua yale ambayo yalifanyika. Sio kufanya makosa ni kibinadamu, lakini ushenzi ni kurudia makosa. Tunasema tunataka muungano maalum. Muungano maalum utujumulishe sisi wote. Tukifanya hivyo, ushindi utakuwa mchana. Raila amesema wanapanga mikakati na kikosi kitakachohakikisha kwamba wanaingia ikulu mwaka ujao. Ile timu ambayo tutaingia nayo kwa kiwanja sio timu ile ya nini? Sio timu ile ya Division 2. Hapana. Hatuendi na timu ya Celtic au Mönchengladbach. Tunaenda na Barcelona. Wakati huo Rais Kenyatta na naibu wake William Ruto walielekeza msafara wao katika kaunti za Kitui na Makueni, ngome za kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka, wakizindua miradi ya maendeleo ikiwemo barabara ya Kibwezi Kitui, wakitoa wito kwa wakazi kujiunga na serikali. Barabara hii itarahisisha pia gharama, kwa sababu hata wale wenye matatu na wengine wanalipisha bei ya juu kwa sababu ya vile barabara imeharibika.
Barabara hii ikimalizika ni kumaanisha ya kwamba hata bei pia ya usafiri itashuka chini. Safari hii msicheze karata ya kupotea. Tafadhali. Sisi safari hii tuunde serikali pamoja. Lakini kwa upinzani wanasaili mbona uzinduzi ukawa sasa wakati uchaguzi unapokaribia. Sasa hii ndio wameamuka ati ameenda Makueni huko kufanya maendeleo gani sasa hii? Na sasa watu wanaenda kwa uchaguzi. Maendeleo gani ya kufanya miaka 4 ambayo wanataka kufanya leo? Jeff Kirui, KTN leo. Na kamishna katika kaunti ya Kisumu Maalim Mohamed ameagiza kufungwa kwa vilabu vya starehe ambavyo vinaruhusu vijana wadogo kuingia ndani yavyo nyakati za usiku. Akikutana na maafisa wakuu wa usalama kutoka kaunti ya Kisumu mapema hii leo, Maalim alisema baadhi ya vilabu vimechangia pakubwa katika kueneza uasherati miongoni mwa vijana wadogo, huku akiwataka maafisa hao kukomesha uovu huo. Iko mabaa na hata baadhi ya mahoteli ambayo wanakubali underage kwenda kwa sehemu kama hizo, ati wanaita jam session. As we work very closely with the children department to make sure those children are protected, and there is no to that effect. Wewe tungetaka all the sub-counties waona ya kuwa zile sehemu ambayo wanafanya mambo kama haya tumewachukulia hatua, na hata ikiwa tutapata thibitisho hata hizo biashara tutafunga, because hatuwezi kubali mambo kama hayo kuendelea katika sehemu hii ama katika nchi hii. Mtazamaji, tuende kwenye meza ya KTN leo michezo. Na timu ya Kariobangi Sharks ya hapa jijini inasaka kuafikia azimio lake la kupandishwa daraja mwishoni mwa msimu huu itakaposhiriki mechi yake ya mwisho. Ushindi kwa Sharks dhidi ya timu ya Nzoia utaihakikishia nafasi ya pili kwenye jedwali na pia nafasi katika ligi kuu ya kandanda humu nchini. Ligi ya daraja la chini inatarajiwa kukamilika weekend hii. Juhudi za timu ya Kariobangi Sharks kupandishwa daraja hadi ligi kuu ya kandanda nchini huenda zikazaa matunda wikendi hii timu hiyo itakapochuana na Nzoia Sugar. Sharks ambao walianza msimu huu kwa pigo kabla ya kuanza kupata ushindi wamo katika nafasi ya pili kwenye jedwali kwa alama 80, alama 12 nyuma ya viongozi wa ligi Nzoia Sugar. Initially hatukuanza poa. Ukiangalia first leg record yetu ilikuwa mixed sana. Tulikuwa tuna draw win, yani hatukuwa consistent na tulianza on a low note, but ile time tulianza kushinda nadhani kila mtu aka gain confidence. Timu hiyo ambayo inawashirikisha wachezaji walio na uzoefu wakiwemo Patila Omoto na Ibrahim Kitawi inahisi kwamba ligi ya daraja la chini na ushindani mkali sana kuliko ligi kuu nchini. Ni step ya kufika hapo Premier League, step moja. So lazima kila mtu ajitume ndio apige hiyo step. Teams mob azitambui ati sijui kuna timu kubwa ama timu ndogo. The same team unapatana nayo imefunga timu kubwa, next game inafungwa na timu ndogo. Timu hiyo pia imedokeza kwamba haijakuwa ikipendelewa kwenye ligi hiyo. Game zetu ni ngumu sana. Tungekuwa tuna get favors, nadhani tungekuwa number 1. Kutoka day 1 tungekuwa number 1. Lakini game zetu zimekuwa ngumu, tuna lose, tuna draw. But hakuna favor tunapata. Timu hiyo pia itakuwa ikisaka kuendeleza matokeo mazuri katika mkondo wa pili wa ligi ya daraja la chini itakapochuana na Nzoia wikendi hii kwenye mechi ya mwisho ya ligi. Kwanza by the way walitufunga home, lakini mimi nasema itakuwa very different this time. Kama watakamna ile idea ama mind yenye walitufunga first leg, then watakuwa surprised. Ushindi utaihakikishia Sharks nafasi katika ligi kuu mwaka ujao. Robinson Okenye, KTN Michezo. Na baada ya kulazwa kwenye mechi yao ya kwanza kwenye mashindano ya wabunge wa Afrika ya Mashariki dhidi ya Uganda, hii leo timu ya Kenya ya mpira wa volleyball ilipata ushindi wa seti 2-0 dhidi ya timu ya Uganda. Kenya ilianza mechi hiyo kwa vishindo na kupata seti ya kwanza ama ushindi huo wa seti ya kwanza kuandikisha alama 25-14. Mashambulizi ya Kenya yalizidi kunoga katika seti ya pili na timu hiyo ikapata ushindi wa alama 25-7. Mashambulizi ya Kenya yaliongozwa na mbunge wa Teso ya Kaskazini Arthur Odera naye Isaac Sang
Hapo kesho Kenya itajitosa uwanjani dhidi ya Tanzania katika mpira wa kandanda. Mtazamaji, mashindano hayo yanaendelea mjini Mombasa katika kaunti hiyo ya Mombasa. Na mtazamaji, kufikia hapa natamatisha taarifa za KTN leo katika siku hii ya Jumanne, na kama tutakavyoendelea kufuatilia taarifa za mazungumzo ya kukwamua mgomo wa wauguzi pamoja na hata wale madaktari, tutaendelea kuarifu taarifa hizo mwendo wa saa 3 iwapo kutakuwa kuna lolote ambalo limepatikana, wakati ambapo sekta ya afya katika taifa la Kenya, hususan afya ya umma, imelemazwa kwa sasa, kumaanisha kwamba mgomo huo unaendelea kama walivyotuelezea madaktari wenyewe kupitia mkutano ambao ulitubuka mapema jioni ya leo. Katika sehemu ya pili kwenye KTN News tunamtarajia daktari wetu, lakini iwapo pia hatofika, tumekuandalia taarifa zaidi kutoka katika kaunti kuhusiana na mgomo huo na namna ambavyo Wakenya wanaendelea kupata dhiki. Naitwa Ali Manzu, endelea kuwa nasi.